Rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi amesema waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi hana mamlaka ya kisheria au ya kikanuni ya kumwagiza IGP kufanya jambo lolote lile. Ameyasema hayo akijibu swali la mwandishi wetu wa Ayo TV Mbeya kuhusu agizo alilotoa waziri wa mambo ya ndani kwa IGP kuzuia mikutano ya kisiasa nchini. Kimsingi ni kwamba nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia ambayo inaongozwa kwa sheria na katiba. Kwa hiyo mamlaka yoyote au mtu yoyote anapofanya jambo lolote lazima liwe na msingi katika kanuni, sheria au katiba. Lakini ukiangalia muundo wa jeshi letu la polisi, jeshi la polisi ni kamili kisheria jinsi lilivyo, na limekamilika kwa namna yake ya utendaji, uendeshaji na uwajibikaji. Sio idara ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Maana nilimsikia waziri anasema yeye ana instrument. Yaani alikuwa anazungumza kana kwamba anaiangalia jeshi la polisi kama kitengo hivi labda cha mawasiliano ambacho anaweza kumsummon IGP na kumpa maelekezo kama anavyoelekeza mfanyakazi wa kawaida. Ile ni makosa. Kwa hiyo kimsingi agizo lile linagusa mantiki ya kikatiba. Nchi yetu katika ibara ya 18, nchi yetu katika katiba yetu ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 kama ilivyokuwa ikibadilishwa, ukiisoma pamoja na kile kifungu cha 20 moja, lakini vile vile ukasoma na kifungu cha 30 cha katiba, vyote kwa pamoja utaviona kwamba katiba kwanza inatambua haki ya kutoa maoni, pili inatambua haki ya kukusanyika, tatu inatambua haki ya wananchi kupata taarifa. Kwa hiyo yani mtu anapokuja na taarifa mbadala anakosoa kwamba kitu hichi kinachokwenda sivyo, sio jambo la kuona kama ni uadui au ni taharuki. Kwa hiyo ni jambo ambalo linalindwa kikatiba na ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo uhuru wa kutoa maoni na kujumuika na kushiriki katika shughuli za kisiasa ni haki za kikatiba na sio hisani za mamlaka, Katambi au kiongozi wote wa Chama cha Mapinduzi. Sio hisani. Ni taratibu tumeziweka kama wananchi, na maeneo kama haya ndio niliyotarajia nione sasa nguvu ya msajili wa vyama vya siasa kama kweli yupo. Kama kweli chocheo kina mtu na hiyo ofisi na mtu, ndio eneo tulilotarajia sasa tuone, kwa sababu huyu mtu ana agizo la Katambi sio tu lina frustrate haki za wananchi kujumuika, kufurahia demokrasia na kueneza sera zao kwa vyama vya upinzani, lakini moja kwa moja linaingilia shughuli halali za vyama vya siasa kinyume cha sheria. Lakini tukumbuke, ukisoma vile sheria ya vyama vya siasa kuanzia kifungu cha 11(1)(a), 11(1)(b), 11(4), 11(5), vyote vinaeleza taratibu na namna ambavyo vyama vya siasa vina privilege kufanya mikutano ya hadhara, kufanya maandamano. Maana sasa hizi watu wengi wanafikiri labda maandamano ni uhalifu. Maandamano sio uhalifu, ni haki ya kikatiba na ni moja ya free speech, it's a freedom of expression. Mtu akiandamana, hata akisema anaandamana miezi mitatu bila ukomo, ili mradi kuandamana kwake kule ni kueleza hisia zake. Hariziki na uongozi, hariziki na hatua za kiutawala, hariziki na hatua za kiuchumi, hariziki na jambo fulani, hariziki na unyanyasaji unaofanyika kwa namna yoyote, iwe wa kijinsia, iwe wa kidemokrasia. Yoyote anapoandamana ni haki yake, au kukutana ni haki yake ya kisheria, sio uvunjaji wa amani kama ambavyo wengi zetu wanajaribu kutafsiri au wamejaribu kutafsiri. Lakini kuna kitu nimesikia agizo vile vile analolitoa mheshimiwa huyu ndugu yangu
msomi Katambi, ambao nadhani amejielekeza vibaya, labda kwa kuwa na muda wa kufanya cross reference ili kujielekeza sawa sawa kwenye vifungu vya sheria. Yeye hana mamlaka kwanza ya kumwagiza IGP kutekeleza, hana hiyo mamlaka. Anaweza akamshauri, yani kama ambavyo raia yoyote unaweza kaloji complaint. Kama yeye anaishwa nafikiri si sawa sawa, anaija kailoji kama complaint, ifunguliwe jalada ili polisi ijiridhishe kwa taratibu zake. Sio kuagiza akiwa amesimama bungeni kana kwamba ndio rais wa nchi. Mtu pekee anayeweza kuviagiza vyombo vya ulinzi na visalama kwa tamko vya ulinzi na usalama ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Otherwise polisi inajitegemea, inatekeleza majukumu yake kwa sheria yake, muundo wake. Wizara imejilink kwa sababu ya civilization, budgeting, sera, ili kuona kwamba angalau sera zinapotungwa au mipango inaweka ya polisi ni ya kuangalia, yani ile kucivilize polisi, link ndio inaokuja pale ya wizara, lakini sio ya administrative, yani kwa kwamba waziri wa mambo ya ndani sasa IGP yuko chini ya waziri wa mambo ya ndani. Sio kweli, sio kweli, wala haapi kutii wala utii kwa waziri ya mambo ya ndani. Kwa hiyo waache kuleta vurugu kwenye mfumo wa utawala na kuleta taharuki bila sababu za msingi. Lakini ni wajibu wa IGP kulilinda jeshi yake na kulinda heshima yake. Lazima aone namna ya hasira ya wananchi walionayo dhidi ya polisi. Sio polisi wote wabaya, lakini baadhi ya matendo haya ambayo mara nyingi CCM inakimbia, inapobanwa kisiasa, inakimbia nyuma ya polisi afu inawatanguliza polisi wawashambulie na risasi na mabomu wapinzani. Kwa hiyo ile sio nzuri. Polisi wakatae, wawaambia kina Katambi wao ndo wana serikali, wanajua walivyojiweka, wanajua walikopata kura zile 95%. Ujuzi ule waliotumia kupata kama mtu anaungwa mkono na 98%, wanahofu nini kuja kuambia wananchi kwamba wasiwasikilize Chadema kinachofanyika sicho? Badala yake wanarukia mambo ambayo ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo Katambi hana mamlaka yayo ya kisheria au ya kikanuni kumwagiza IGP kufanya jambo fulani. Lakini vile vile sheria, hakuna mahali sheria inamtaka IGP kutoa ruhusa au vibali. Hana hiyo mamlaka. Hilo ni eneo la OCD wa mahali. OCD wa mahali ana taratibu alizowekewa kikanuni na zinazoeleweka ambazo anaweza akasema jamani msifanye. Anaona Mwabukusi anasema ninaandamana kwenda kumuua B kwa sababu namchukia B ni mchawi, atazuia. Kikundi A kinaandamana kwenda point B chenye mlengo A. Kikundi B kinaandamana kwenda point B chenye mlengo B na vinaenda kukutana sehemu moja. Yale ndio maeneo polisi inasema hapana, hapa kunaweza kuwa na mgongano na uvunjifu wa amani, kwa sababu kwanza nyinyi watu mnakinzana, lakini hamwezi kwenda kuandamana mkakutana wote nje ya panda. What will happen? Pale OCD ndipo anaposema wewe uliyepanga kuandamana tarehe 10 utaandamana tarehe 13. Wewe uliyepanga kuandamana tarehe 11 endelea na maandamano. Ndio utaratibu, lakini sio kwamba kunatokeza tu agizo moja la jumla, yani watu wamekaa tu sehemu nchi nzima tu wakasema hakuna watu wangu watu wasifanye mikutano, watu wasifanye maandamano, watu wasifanye nini. Ule ni uvunjaji wa katiba na sio sawa kisheria. Kwa hiyo kazi ya jeshi la polisi ni kulinda haki, sio usalama au utulivu wa CCM. Ni kulinda haki za raia, usalama wa raia na kulinda sheria za nchi. Kwa hiyo kama mtu ametekeleza wajibu wake, ametoa notisi kwamba jamani nitaandamana, nitakuwa na mkutano, kazi ya polisi ni kumwezesha yule mtu kufurahia hii haki, sio kuinhibit. Yani polisi hawaruhusiwi kuchukua mamlaka ya kunyang'anya ile haki, kuinhibit. Kazi yao kubwa ni kuwezesha ile haki kufanyika. Ndio sheria zetu, ukisoma sheria yao ndicho kinachoelekeza. Unaipa taarifa polisi, polisi wanakupa ulinzi. Kwa hiyo
agizo lililotoka ukisoma kifungu ukiondoa vile vya 11 ukaenda hata vya 20 kile kifungu cha 20 kwenye sheria ya vyama vya siasa, lakini vile vile ukaangalia mfumo mzima wa utaratibu, utakuja kugundua kwamba hata yale mamlaka yanayompa mandate kwamba waziri anaweza akasimama bungeni akatoa tamko, sio tamko la namna hii, ni tamko kuhusu jambo ambalo liko katika himaya yake. Kwa hiyo sio tamko ambalo ni kama anatangaza vita au anatangaza hali ya hatari. Hata rais angetoa tangazo la namna hiyo angelazimika kwenda bungeni kwa ajili ya kupata ridhaa ya bunge. Kwa hiyo sio bwana Katambi tu anakaa sehemu anasimama bungeni anajaribu kutoa tamko. Nchi hii iendeshwe kwa matamko ambayo tamko kubwa linalonyang'anya haki za kiraia. Kwa hiyo kuna wajibu wa namna mbili. Mwananchi ana haki ya kukataa kutii agizo haramu linalokiuka sheria na katiba, na IGP ana wajibu wa kulilinda jeshi la polisi. Nadhani kwa hizi siku za karibuni amesikia namna wanavyotaka kusukumiwa hata yale mauaji, kama alisikiliza, hata yale mauaji ya Oktoba. Hawa wanasiasa waliokuwa wakiwasukuma polisi, ukipitia ile taarifa, ukisikiliza taarifa ile ripoti ya Chande, ni kwamba sasa wakaanza kusukumiwa. Ndio unasikia kila mtu hata kama alipewa silaha, matumizi ya silaha ni askari husika. Kwa hiyo nataka niwaambie askari wasikubali kuendelea kutumika. Wamekwisha uona moshi, moto utawawakia. Kwa hiyo jambo kubwa na la msingi la wao kufanya ni wakatae na warudi kwenye uweledi, wawaambie wanasiasa wakajibu hoja za kisiasa majukwaani.